Yanaendelea, bora usife njaa. Kwingineko, kwa miezi miwili sasa, wakazi wa eneo la Basuba wanaoishi ndani ya msitu wa Boni huko Lamu wameendelea kuhangaika kupata maji. Wakazi wa eneo hilo wakilazimika kupata mitungi miwili tu ya maji kwa kila baada ya siku 4. Uhaba huu umesababishwa na athari za kiangazi baada ya visima vingi katika sehemu hiyo kukauka. Ni saa 12 asubuhi, majogoo wakiwika, umande ukiwa umezagaa katika kijiji cha Basuba ndani ya msitu wa Boni. Tumefuatana na wakazi kuelekea visima vya makumbusho wanavyotegemea kuchota maji. Ni safari ya kilomita zaidi ya 10 katikati ya msitu. Tunapowasili, maji kwenye visima hutoka tone tone. Mtungi mmoja kujaa uchukua saa zaidi ya 4. Kama kitone tone tu unaona ya maji ndiye inagojewa mpaka ipatikane maji, ikusanyike, ipatikane maji ngalau tupate kuwaponesha jamii. Kisima unayoiona hapo mbele yetu ni kisima kiko pale. Maji kinachoweza kutoka tuseme ni kama tone ya robo lita ukitia ile kitekeo cha kuteka maji. Kitambo hiyo kirobo lita ungangane naye kwa zibu masaa 4 ndio upate kuweza kujaza ile 20 lita. Wakazi huyatumia maji haya kunywa na kupikia. Shughuli za kuoga na kufua majumbani zimetatizika, maji ni machache. Ya kunywa tu na kupikia chakula mara moja basi. Ndio imeisha hivyo. Kuoga na kufua? Hakuna kuoga na kufua. Tunampata Mama Salidho Barisa nyumbani kwake akiwaandalia wanawe chakula cha mchana. Mahindi machache waliovuna mashambani wakilazimika kuyakaanga na kuyafanya bisi watafune. Sasa tumepanda, tumepata mahindi kidogo. Sasa wakati tunakosa maji, tunafanya bisi, tunatafuna. Kijiji cha karibu kwa wakazi wa Basuba kupata maji ni kijiji cha Mangai, usafiri wake ukiwa zaidi ya saa 5 kutembea. Gari la maji lililonunuliwa na serikali ya kaunti kutumika kusambaza maji vijiji vya Boni limesalia mokowe. Tumeambiwa atavutwa maji ya kutoka Mangai italetwa huku. Imetengwa pesa. Hiyo pesa, hiyo miaka inaenda. Karibu miaka 3 sahi. Hakuna kazi inayofanya. Imekaa tu kule ya faza imepelekwa